Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, mambo yanakwenda vizuri sana. Leo tumefanya mazoezi yetu ya mwisho na tunataraji kusafiri kuelekea Tunisia alfajiri ya siku ya tarehe 21, kwa maana alfajiri ya siku ya Jumatano. Tunasafiri na jumla ya wachezaji 22, benchi la ufundi pamoja na viongozi mbalimbali ambao wanaongoza msafara kuelekea Tunisia. Na msafara wenyewe utakuwa unajumuisha watu wangapi, Ahmed, kuelekea Tunisia? Watu 47, ambapo inahusisha viongozi wa Simba Sports Club, viongozi kutoka mamlaka ya mpira wa miguu Tanzania, benchi la ufundi pamoja na wachezaji. Kwa jumla yake ni wachezaji, jumla yake ni msafara wa watu 47. Na Ahmed, jambo kubwa limekuwa ni nyota wapya ambao wamesajiliwa ndani ya kikosi cha Simba Sports Club. Vipi, ni sehemu ya msafara ambao utaambatana na Simba Sports Club? Wachezaji wote ambao tumewasajili na kuwatangaza kwenye kipindi hiki cha dirisha dogo la usajili wote watakuwa sehemu ya msafara, akiwemo Nixon Kibabage ambaye tumemtambulisha siku ya jana, beki wetu wa kati ambaye tumemtambulisha leo Ismail Olivia Toure ambaye tumemtambulisha asubuhi hii, naye vile vile atakuwa sehemu ya msafara. Lakini kama haitoshi, mlinda mlango Jibril Kasila tumemtambulisha jioni ya leo, naye atakuwa sehemu ya msafara. Lakini kama haitoshi, mchezaji ambaye tunakwenda kumtambulisha saa chache zijazo, majira ya saa 4 kamili asubuhi, naye vile vile atakuwa sehemu ya msafara. Kwa nyota wote ambao tumewasajili na kuwatambulisha dirisha dogo la usajili, bila kumsahau Libase Geye, naye vile vile atakuwa sehemu ya msafara, kwa maana kwamba katika wachezaji 22 ambao watasafiri alfajiri ya Jumatano hii, wote watakuwa sehemu ya msafara. Ahmed, mtaani kuna taarifa nyingi sana. Kuna mchezaji anahusishwa kwamba anarejea kujiunga na Simba Sports Club, nyota wenu wa zamani, Clatous Chota Chama. Taarifa hizi na ukweli kiasi gani? Nikitazama muda wangu hapa ni saa 3 na dakika 37. Bado dakika 23 pekee muda ufike tumtambulishe mchezaji husika ambaye anakwenda kutambulishwa saa 4 hii. Kwa heshima ya Azam TV ambao ni wadhamini wa Simba Sports Club na wadau wakubwa wa maendeleo ndani ya Simba Sports Club, niseme tu kwamba kama mtaweza kunivumilia walau ikafika saa 3 na dakika 50, basi nitawatajia jina la mchezaji ambaye tunakwenda kumtambulisha majira ya saa 4 kamili usiku wa leo. Katika kikosi cha Simba, Ahmed, kuna mchezaji yote ambaye ana majeraha mpaka hivi sasa? Tuliona Bajabel mechi iliyopita aliweza kutomaliza mchezo. Hali yake na wachezaji wengine ambao wanasimba wanatamani kujua wachezaji wao. Wachezaji ambao watakosekana kwenye safari hii ni wale wachezaji ambao wamekuwa na majeraha kwa muda mrefu. Hapa namzungumzia Musa Kamara Spider ambaye bado hajatengemaa, mlinda mlango Yakubu Suleiman ambaye vile vile yupo kwenye matibabu, Abdulrazak Hamza ambaye vile vile bado yupo kwenye matibabu. Hao wote hawatakuwa sehemu ya msafara. Mohamed Bajaber ambaye aliumia katika mchezo uliopita dhidi ya Mtibwa Sugar, bado sijapata ripoti yake ya mwisho ya madaktari kama atakuwa sehemu ya safari kuelekea Tunisia ama Ramadhani. Hadi kufika baadaye kidogo nitakuwa na taarifa kamili kuhusiana na Mohamed Bajaber. Ukitoa hawa ambao nimewataja, waliobaki wote wako timamu na wako fiti kwa ajili ya safari ya kwenda Tunisia. Wachezaji ambao wanaingia, Ahmed, kwa uchache tu, wanakwenda kutikisa jiji kwa kiasi gani na wanasimba kupata tulizo la moyo? Sasa ulipoweka neno kwa uchache tayari umeshanikaba na nitashindwa kuwaelezea, lakini niseme tu ya kwamba usajili ambao tumeufanya safari hii hasa kwenye dirisha dogo huu
ni usajili mkubwa sana, ni usajili ambao unakuja kurejesha heshima ya mnyama, inakuja kurejesha matumaini ya mnyama, inakuja kuirejesha Simba katika mbio zake ambazo tumekusudia msimu. Tukianza kwa mlinda mlango ambaye tumemsajili, anakuja kuboresha eneo hilo la goalkeeping. Lakini ukija kwa mlinzi wa kati, ukiangalia Simba msimu huu tumeruhusu mabao mengi sana, mabao 4 kwenye ligi kuu ya NBC, mabao 3 kwenye ligi mabingwa Afrika. Ni dhahiri shahiri ya kwamba kuna changamoto kidogo kwenye eneo letu la ulinzi. Kwa hiyo tumemleta Ismael Olivia Toure kuja kuongeza uimara kwenye eneo la ulinzi, uzoefu mkubwa nao, ana ubora wa hali ya juu, anakuja kusaidia hapo. Lakini tunaye Nixon Kibabage ambaye huyu anakuja kuimarisha ulinzi hasa upande wake wa kushoto, uzoefu aliokuwa nao, ubora aliokuwa nao, kipaji alichokuwa nacho, anakuja kusaidiana na Anthony Mligo kuhakikisha kwamba upande wa kushoto wa Simba Sports Club unakuwa mgumu na hakuna kiumbe anapita. Lakini tumeimarisha vile vile upande wa pembeni kwa maana kwamba tumemleta Libase Gay ambaye ana uwezo mkubwa wa kucheza namba 11, lakini ana uwezo wa kucheza namba 10. Anakuwa msaada mkubwa mno kwenye kuichachua Simba hasa kwenye eneo la ushambulizi. Lakini mchezaji ambaye tutamtambulisha saa 4 usiku huu wa leo ni mchezaji ambaye anakuja kuongeza ubunifu, ni mchezaji ambaye anakuja kuongeza grisi, ni mchezaji ambaye anakuja kutoa pasi za magoli, anakuja kutengeneza nafasi za magoli, ni mchezaji ambaye yeye furaha yake kubwa ni kuisaidia timu kupata goli, kwa maana ya kuasisti na wala si kufunga. Kwa anakuja kuwasaidia wakina Soa namna ya kufunga, anakuja kumsaidia Selemani Mwalimu namna ya kufunga, anakuja kusimama nyuma ya washambuliaji na kuwarahisishia kazi. Kwa hiyo ni usajili ambao tumeufanya kusema kweli, unakuja kuichachua Simba, inakuja kuiamsha Simba upya, inakuja kuiongezea Simba makali ya hali ya juu na kurejea katika ubora wetu. Kitendawili Tega, sifa hizo kama za mwamba wa Lusaka. Unamzungumzia Triple C. Ewa. Chama baba. Ndio. Ngoja niangalie zimebaki dakika ngapi hapa. Zimebaki dakika 18. Tumtambulishe mchezaji wetu mpya, na ameshamaliza kucheza mechi na timu yake iliyokuwa na miliki, na sasa yuko njiani kuelekea Mbweni kwenda kujiunga na wenzie safari ya kuelekea airport. Yali, tukutakie kila la heri na safari. Ni Ahmed Ally ambaye tumeweza kuungana naye kwa wakati huu hapa.